Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Chris Emmanuel Pilos. Wengi wanapenda kuniita Rabi, manake ni mwalimu wa maneno ya kiungu. Jioni ya leo kuna ujumbe juu yako na Mungu anataka kusema na wewe kupitia mimi, nitumie kama chombo. Kwa hiyo ni vizuri ukatega masikio yako kwa makini mahali ulipo katika studio zetu za Yoa Media. Unaweza ukatusikia vizuri, na ukikaa katika utulivu Mungu atafanya kitu kipya juu yako. Ujumbe wa siku ya leo unaitwa mtu mmoja. Ninaposema mtu mmoja, kuna picha fulani inakuja kwako. Chochote kile ambacho kimetokea ama kimefanyika kimesababishwa na mtu mmoja. Tunapoiona amani ya Tanzania na imekaa vizuri na nchi nyingi zikiwa na vita vingi, lakini Tanzania kumekuwa na amani, ilisababishwa na mtu mmoja ambaye ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye mara nyingi huwa tunamwenzi. Wagunduzi wa simu tunaiona, kuna mtu alikaa chini akagundua hata kitanda hicho ambacho unakilalia kuna mtu alibuni. Kwa hiyo chochote kile, hata unapoona kuna vitu kama uamsho, vita vinasababishwa na mtu mmoja. So vile vile Mungu huwa akitaka kukamilisha jambo huwa anatumia mtu mmoja, na tutasoma kwenye maandiko, tutajifunza kuhusu mtu mmoja. Hebu tuende kwenye maandiko moja kwa moja kwenye Nehemia moja. Utasoma kwa muda wako, tukurahisishe muda. Nehemia moja mlango wote, lakini mimi nitaenda kwenye pointi chache. Hata ikawa aliposikia maneno hayo, akaketi, akalia, akaomboleza siku kadha kadha. Kisha akafunga, akaomboleza mbele za Mungu wa mbingu, akisema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutumiza agano lake na rehema zake, na wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, maana macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiza maombi ya mtumishi wako ni yaombayo mbele yako wakati huu mchana na usiku. Huyu Nehemia alikuwa na cheo kidogo tu, alikuwa ni mnyweshaji wa mfalme. Lakini mji wa Yerusalemu ulikuwa umebomolewa, lakini yeye aliomba kibali kwa mfalme. Kwanza kabla ya kuomba kibali, alisimama akafunga, akaomba siku kadha kadha, na alisimama kama mtu mmoja, na jengo likaweza kujengwa na kuta za Yeriko. Tukienda tena kwenye kitabu cha Yeremia 5 mstari wa kwanza na kuendelea. Pigeni mbio huku na huku katika njia ya Yerusalemu, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba waweza kumpata mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote, atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu, nami nitasamehe mji huo. Na Yesu asifiwe sana. Hiyo ni Yeremia 5:1. Nasema pigeni mbio huku na huku mkatafute mtu mmoja atakayesimama, atakayepiga mbio, naye ataweza kusamehe mji huo. Chochote kile Mungu anataka kufanya katika taifa, lakini anataka mtu mmoja atakayesimama, na akisimama akasimama kiusahihi zaidi, Mungu anaweza kusamehe huo mji. Nimalize mstari wa mwisho, au tutaenda kuongea kwa upana kwenye kitabu cha Ezekiel 23 kama sikosei. Ezekiel 22 mstari wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaribu, lakini sikuona mtu.
Hapa bado anasema anatafuta mtu mmoja atakayesimama katika boma, naye ataweza kusamehe, atakayeweza kujenga boma, atakayefanya kitu chochote kile kizuri. Huenda msikilizaji unanisikiliza hapo ulipo, uko kwenye familia pengine hawamjui Mungu na imekaa katika namna dhaifu, lakini unaweza kusimama kama mtu mmoja ukawa mkombozi katika familia hiyo. Huenda ni katika jamii inayokuzunguka kuna udhaifu mkubwa huko, lakini unaweza kusimama kama mtu mmoja, ile jamii ikakombolewa kupitia wewe. Jifanye kuwa chanzo na chachu kubwa kwako, na hiyo chachu ambayo ni mtu mmoja, ikiwa ni sahihi, inaweza kuleta kitu kizuri kwenye jamii, inaweza kuleta kitu kizuri katika taifa, inaweza kuleta kitu kizuri katika familia unayoishi. Simama kama mtu mmoja mahali ulipo, na unaweza kuleta ukombozi mzuri, na Mungu atakubariki sana. Naomba niombe juu yako kama unanisikiliza mahali uliko, na Mungu atafanya kitu, na ukae katika nembo ya mtu mmoja katika chochote kile, iwe ni familia, iwe ni jamii, iwe ni taifa, iwe ni namna yoyote ile ambayo ni dhaifu. Mungu anakubadilisha ule udhaifu, anaweka nguvu. Sasa funga macho yako, nitaenda kukuombea. Baba, ni katika jina lako Yesu Kristo nasema ni asante kwa jioni na masaa kama haya ambayo umetupatia, si kwa nguvu, si kwa uwezo, si kwa utashi, si kwa akili, si kwa fahamu zetu, wala si kwa fikra zetu, bali kwa nguvu na kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Asante Kristo. Msikilizaji alinisikiliza mahali hapa, unaenda kumsikiliza, unaenda kumfungua, unaenda kumuimarisha. Sasa amesimama kama mtu mmoja katika chochote kile ambacho amejisemesha katika kinywa, katika fikra zake, na kufanya kitu na anaenda kuleta matokeo mapya katika jamii mbalimbali, na kubadilika kupitia yeye, taifa na kubadilika kupitia yeye, kitu chochote kile kinakubadilika kupitia. Anasema kama mtu mmoja, iwe ni katika mambo ya kanisani, iwe ni katika mambo ya kijamii, iwe ni mambo ya kiroho, kwa damu yako Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, mjumbe wa agano jipya ndiye amekunyizwa, inaenda kunyizwa juu ya kila kitu katika maisha yake, na unaleta ukombozi juu ya familia, na ukombozi juu ya kila kitu. Asante Kristo kwa kuwa mtu yule amesimama kama mtu mmoja, na Roho Mtakatifu akikaa ndani yake akimfundisha, na kweli yake ikikaa daima, na akawa huru zaidi. Sifa na utukufu urudisha pekee, maana Mungu umejibu na umetenda katika jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa sana.